Kwenye kitabu cha Zaburi 142 mstari wa 7 utaona kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 7 utaona namna gani Daudi anaomba maombi ambayo anahitaji kutoka kwa Mungu aweze kuikomboa nafsi yake mahali ambapo imetekwa, mahali ambapo imefungwa. Hii inatupa picha ya kwamba kufungwa kwa nafsi ama kutekwa kwa nafsi sio kitu kigeni, ni kitu ambacho kipo, ni kitu ambacho kinapatikana kwa watu, ni kitu ambacho watu wengi mnakutana nacho, ni kitu ambacho watu wengi mmeshapitia hii hali, mmeshakutana na haya mambo. Na wakati mwingine unaweza ukajiuliza inawezekanaje, ama nitajuaje, ama imekuwaje au itakuwaje? Hivi vitu viko wazi kabisa. Unapopata hali ya kutekwa kwa nafsi yako ama kukamatwa kwa nafsi yako ama nafsi yako kufungwa mahali, nafsi tunaelewa kazi yake. Nafsi ndo mahali ambapo panazalisha maamuzi, ni senta ya maamuzi, kufanya maamuzi pamoja na vitu vingine. Kwa ukiona katika maisha yako tu ya kawaida kuna maamuzi unashindwa kuyafanya, hasa zaidi maamuzi ya kiroho, maamuzi ambayo yatakupelekea kupata matunda ya kiroho. Ukiona kuna ugumu wa wewe kufanya maamuzi, labda katika ratiba za maombi, katika ratiba za mifungo, katika ratiba zozote za kiroho, manake ni wazi kabisa kwenye swala ama kwenye eneo lako la maamuzi kuna changamoto. Na hiyo changamoto mara nyingi inapatikana pale ambapo nafsi yako inakuwa imekamatwa mahali, nafsi yako inakuwa imetekwa mahali. Anaandika Paulo, anasema lile nitakalo kulitenda silitendi, lakini nisilotaka kulitenda ndilo ninalolitenda. Kwa nini? Kwa sababu nafsi yake kuna kitu ambacho kinamlazimisha na kina energy, kina nguvu kuliko yeye, na hiki ndo kitu ambacho kinampelekea kufanya maamuzi ambayo alikuwa hataki kuyafanya ama hapaswi kuyafanya, lakini anajikuta anayafanya. Kwa nini? Kwa sababu kuna nguvu ya ziada imempush kufanya kile ambacho hakutakiwa kukifanya. Na ndo kitu ambacho watu wengi mnakutana nacho, mnajikuta mmeingia kwenye mazingira ambayo unashindwa kujua umeingiaje, na wakati mwingine kwenye maamuzi ambayo unashindwa kujiuliza mwenyewe uliingiaje kwenye hayo maamuzi ama ulifanyaje hayo maamuzi. Ndo hapa tunazungumza kwa habari ya kwamba nafsi yako ipo kifungoni, ya kwamba umefungwa katika gereza la kiroho. Na watu wengi maisha yenu yamekamatwa na yamefungwa kwenye magereza ya kiroho. Unapokuwa kwenye mazingira ya kigereza ama mazingira ya magereza, ni ile hali ya kushindwa kuwa na uhuru kwenye maisha yako, ni ile hali ya kutamani kufanya kitu fulani lakini hauwezi. Bwana Yesu atusaidie sana. Unatamani kufanya jambo fulani lakini hauwezi, unatamani kuomba lakini unashindwa, unatamani kufunga lakini unashindwa, unatamani kutoa sadaka lakini unashindwa. Yani ndani yako kuna vitu unatamani kuvifanya, lakini katika maisha halisi kunapata ugumu. Kwa nini? Kwa sababu upo kifungoni, na shetani ametengeneza hayo mazingira ili akunase katika kifungo, ukose namna ya kumtumikia Mungu wako, ukose namna ya kuwa huru kweli kweli katika roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nazungumza na maisha ya mtu, na kuna mtu anaelewa ninachokizungumza kwa habari ya nafsi yako kuwa katika kifungo, kwa habari ya maisha yako kuwa katika kifungo, na ni kifungo cha kiroho ambacho hauwezi ukapambana kimwili ukashinda, hauwezi ukapambana kibinadamu na kiukawaida ukashindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi anatuandikia kwenye Zaburi, anatueleza wazi ya kwamba nafsi yake ipo kifungoni. Anamuomba Mungu amsaidie nafsi yake itoke katika kufungwa, itoke mahali ambapo imeshikiliwa. Sasa ni vitu ambavyo lazima tuvizingatie, na kwenye ibada zinazoendelea nitajitahidi na nitajaribu kukuonyesha namna gani unaweza ukapata msaada wa kutoka hapo, ukapata msaada wa kutoka hapo, kwa sababu tumemwangalia na tumejifunza sana kwa habari ya Petro na Yakobo, vile ambavyo mfalme Herode alimkamata Yakobo, akatengeneza mazingira, akamkata kichwa, akamuua, na wananchi wakafurahi, watu wakafurahi. Herode akaona kumbe ni kitu sahihi, kumbe ni kitu sahihi, akamkamata na mwingine, akamkamata na Petro. Na ndo hapa ambapo kanisa liliomba, manake kanisa lisingeomba Petro angekutana na majanga yale ambayo amekutana nayo Yakobo, na kama kanisa lisingeomba kwa Petro na Petro angeuawa, manake Herode angetafuta mwingine, angemchukua tena, angemfunga gerezani. Ashukuriwe Mungu kwa sababu kulikuwa kuna maandalizi ya sikukuu. Manake ni kwamba yale maandalizi ya sikukuu ya Pasaka ndo yalipelekea Petro kubaki gerezani kwa muda, wakisubiri Pasaka ipite alafu Petro atolewe na yakatwe kichwa. Lakini wakati maandalizi ya Pasaka yanaendelea, kanisa likashtuka na likaingia kwenye maombi. Hii habari tumeisoma na tumejifunza sana kwenye ibada iliyopita. Najaribu tu kukufundisha na kukupitisha, kukupa maelekezo ambayo tumeyapitia tayari, ili nionyeshe namna gani naweza nikakusaidia katika kuendelea mbele. Kanisa lisingesimama kuomba, hali ya Petro tusingeitambua tena, manake angekutana na umauti. Manake kanisa lisiposimama kuomba kwa ajili ya biashara yako, manake tutegemee mauti kwenye biashara yako. Kanisa ama mtumishi
mtumishi asiposimama kuomba kwa ajili ya ndoa yako, manake tutegemee. Wakati mwingine, listen to me, wakati mwingine sio, nimezungumza kwenye ibada iliyopita, sio kosa na sio dhambi kufika kwenye mazingira ambayo aliyafikia Petro. Sio kosa na sio dhambi. Hali za kuchoka watu wanakutana nazo, na ndio maana tupo kwa ajili ya kusaidiana. Hatupo kwa ajili ya kushindana, tupo kwa ajili ya kusaidiana. We are not here to compete, we are here to complete. Tupo kwa ajili ya kukamilishana na kusaidiana. Manake mahali ambapo unakwama, mwingine anakushika mkono tuendelee mbele. Mahali ambapo unashindwa kuendelea mbele, mwingine anakutia moyo uendelee mbele. Na ndio maana madhabahu ipo na inakufikia popote ulipo, kwa njia ya mtandao, kwa njia ya simu yako. Manake ni rahisi sana kupata neno la faraja ambalo linaweza likakutoa kwenye masikitiko na kwenye hali ya kukata tamaa na kukupa hatua nyingine ya ushindi, ya kwamba it is possible. Inawezekana, mtu wa Mungu, na Mungu yupo kwa ajili ya kutusaidia kupitia mwanaye Yesu Kristo. Yupo kwa ajili ya kutusaidia. Kwa haijalishi umekwama kwenye mazingira gani, haijalishi umefika kwenye mazingira gani ambayo hauwezi ukapiga tena hatua ama hauwezi ukaendelea mbele, ninachotaka ni kuambia kwamba wewe ndio umefika mwisho ya mawazo yako, lakini Mungu bado hajafika kwenye mwisho wa mawazo yake katika kukusaidia wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake unapofika mwisho wa kuwaza kwako, ndo Mungu anaanzia hapo katika utendaji. Si kama kuna mtu anaelewa ninachokizungumza. Kwa kuna ile hali nitajaribu kukuelezea zaidi kwenye ibada zinazoendelea, vile ambavyo ukiwa katika jela za kiroho ama ukiwa katika magereza ya kiroho unakuwa na hali gani, naweza nikakusaidia kwa kifupi, lakini nitaendelea kukufundisha zaidi kwenye ibada zinazoendelea. Naitwa Pastor Innocent Mashauri. Haya ni maarifa ya kimungu kupitia madhabahu ya Siri za Biblia. Namba ya madhabahuni ni 0758 708804, 0758 708804. Ni namba ambayo unapiga simu ama unatuma message, na kuna namna tunaweza tukaendelea kusaidiana kwa ukaribu kabisa mahali popote ulipo. Tusipoipokea simu yako kwa haraka, usisite kututumia message, kwa sababu tutakurudia na tutakupa maelekezo. Kwa kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia kabisa ukajitambua, kwa kweli mimi niko katika kifungo na niko katika gereza la kiroho na ninahitaji msaada wa haraka. Kuna hali ya kushindwa kujisamehe, kuna ile hali ya kutawaliwa na hofu na mashaka, kuna ile hali ya kutokujiamini ama kushindwa kujitawala. Ni kama kuna nguvu nyingine inakutawala, ni kama kuna nguvu nyingine inakuongoza kwenye maisha yako, ni kama kuna ile hali ya kutokujiamini, yani haujiamini, ni mtu wa mashaka, ni mtu wa hofu, ni mtu wa wasiwasi mwingi kwenye maisha yako. Lakini kuna vitu ambavyo umevitenda kwenye maisha yako ama uliwahi kuvitenda, lakini bado unashindwa hata wewe mwenyewe kujisamehe, unashindwa kuachilia. Hivi ni baadhi ya vitu ambavyo vinamfanya mtu abaki kifungoni ama abaki katika gereza la kiroho. Nitakuja kueleza baadaye zaidi kwenye ibada inayofuata, ni kufafanulia zaidi na namna ambavyo unaweza ukapata uhuru ama tuka break this kind of chain, tukavunja milango yote ya gereza na ukatoka huru. Nitajaribu kukuonyesha hatua za kufuata ili uweze kutoka kwenye hilo gereza. Lakini ninatamani nikusaidie jambo moja, mtu wa Mungu ambaye nafsi yako ipo kifungoni. Listen to me. Kuna watu wengi, naweza nikasema asilimia zaidi ya 99 madhabahuni mmenifuata na mmejaribu kueleza namna gani mnahitaji msaada. Nisikilize sasa nikwambie kitu. Ukisoma na mimi kitabu kile cha Matendo ya Mitume, kitabu ambacho tumekuwa tukikisoma wakati wote kwa ile habari ya Petro, Matendo ya Mitume kuanzia 12 kuanzia mstari wa kwanza, Matendo ya Mitume 12 kuanzia mstari wa kwanza, ile habari ambayo Yakobo akauawa na Herode, lakini pia na Petro akakamatwa. Ninachotaka nikuonyeshe ni nini. Ukisoma na mimi katika mstari wa 6, Matendo ya Mitume 12 mstari wa 6, Biblia yangu inaniambia hivi: hata wakati Herode alipotaka kumtoa, usiku ule ule Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango akilinda gereza. Sikiliza mstari wa 7, Biblia inasema hivi: mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani, akampiga Petro ubavuni, akamwamsha, akasema, ondoka upesi. Alipomwambia hivyo, minyororo yake ikamwanguka mkononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo, kisha akamwambia, jivike nguo zako ukanifuate. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani ni kama anaona maono. Bwana Yesu asifiwe. Na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja katika mlango wa chuma wa kuingilia mjini, ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje, wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Baada ya hapo sasa Petro ndo akagundua, sio ndoto na sio maono, hii kitu ni kweli, Kwa ninachotaka nikuonyeshe ni kwamba Mungu kwa nyakati za Petro ama kwa nyakati zile, Mungu aliagiza malaika akamsaidie Petro baada ya kanisa kuomba. Yule
malaika aliyemsaidia Petro ni malaika ambaye alikuwa na uwezo wa kumsaidia Yakobo asiuawe, lakini malaika hakumsaidia Yakobo kwa sababu kanisa halikuomba. Naomba nijaribu kuliweka hili wazi. Malaika ni watumishi wetu. Malaika ni viumbe ambavyo vinatutumikia sisi. Unaposhindwa kuomba ama unapoacha kuomba, manake wale malaika ambao wamewekwa tayari kwa ajili ya kukutumikia wewe wanakosa kazi ya kufanya, wanabaki wametulia mahali. Lakini unapoingia kwenye ratiba za maombi na maelekezo ya kiroho, manake unaanza kuruhusu malaika zako ambao wamekuwa assigned kufanya kazi pamoja na wewe wakusaidie kwenye maeneo ambayo unawatuma. Haya ni mafunuo, si kama kuna mtu anaelewa ninachokizungumza. Yakobo kulikuwa kuna uwezekano mkubwa kabisa angesaidiwa na malaika ambaye amemsaidia Petro kama kanisa lingeomba, lakini kanisa limenyamaza. Kanisa halikuomba kwa majira ya Yakobo. Yakobo wa watu akauawa. Lakini Petro alivyokamatwa, kanisa likaomba. Malaika alitokea wapi? Kama malaika hakuwa kwa Yakobo, kwa nini malaika akaja kwa Petro? Manake malaika amekuja kwa Petro kwa sababu kanisa liliomba. Kanisa lilipoomba likapata kumpa kazi malaika, ambaye huyo malaika akaanza kutumwa ili kuhakikisha anatimiza maneno ya maombi ambayo yalikuwa yanaombwa na waombaji kwenye kanisa. Sijui kama unadaka hii na unaielewa ninachokizungumza. Unapoleta shida yako ama changamoto yako madhabahuni, ninaposimama kuombea changamoto yako, listen to me, sio mimi ninayekusaidia kwenye changamoto yako, na sio mchungaji wako anayekusaidia, sio nabii wako unayemwamini, sio kiongozi wako wa kiroho anayekusaidia. No, unapolileta jambo lako madhabahuni, kwamba madhabahu ya Siri za Biblia, naomba mnisaidie kulibeba hili, mnisaidie kulibeba hili, nimekwama hapa, nimeshindwa hapa, hali yangu iko hivi, naomba mnisaidie. Unapolileta madhabahuni na ninaposimama kuliombea jambo lako ama kuyaombea mambo yako, manake mimi ninapoomba, malaika kwenye ulimwengu wa roho anachukua hatua ya kuanza kuhakikisha anatimiza kile mimi ninachokiomba madhabahuni. Sijui kama unaelewa ninachokizungumza. Ninapoomba kwa habari ya ulinzi kwenye ndoa yako, manake malaika anaanza kazi ya kuhakikisha anaachilia ulinzi, aidha kwa mume, kwa mke, mahali popote, ili ndoa iwe salama. Ninaposimama kuomba kwa habari ya biashara yako, manake malaika anaanza kupambana kuhakikisha wateja wanapatikana, kuhakikisha kwamba mtaji haukati, kuhakikisha kwamba mzigo unaendelea kubaki vizuri, kuhakikisha kwamba safari zako za kibiashara zinakuwa okay, kuhakikisha ya kwamba unaoshirikiana nao kwenye biashara wako salama. Yani malaika anaanza kuoperate kutokana na maneno ya maombi yanayotoka kwenye kinywa changu. Si kama unaelewa ninachokizungumza. 0758708804. Tupo hapa kwa ajili ya kusaidiana kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu nilitamani nikusaidie na ndo kilichonileta madhabahuni muda huu, lakini naona Roho Mtakatifu vile ambavyo amenipeleka kukupa maelekezo kwa habari ya malaika ambao watu wengi sana kwa bahati mbaya tumekuwa tukiwaacha wakistarehe. na light kwenye ulimwengu wa roho ungekuwa umefunguliwa macho uone vile ambavyo malaika zako wamekaa tu, hawana kazi ya kufanya. Alafu kwa bahati mbaya wewe ambaye ndo bosi wao unalia. Yani hauombi, hauchukui hatua, unabaki unalia, mimi maisha haya magumu, mimi sijui nitaenda wapi. Malaika wamebaki na wenyewe wamenyosha mikono na kuangalia, kwa sababu kinachowafanya malaika wa move, kinachowafanya malaika wachukue hatua ya kukusaidia ni maombi ambayo utayaomba, na ndo maombi hayo yatakayobebwa na malaika na kwenda kufanyiwa kazi katika ulimwengu wa roho, ili mambo yako na majibu yako yatimie kwenye ulimwengu wa mwili, uone Mungu katenda. Sijui kama unaelewa ninachokizungumza, sijui kama nazungumza kitu kigumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona malaika akamsaidia Petro, lakini ndo malaika ambaye hakumsaidia Yakobo. Manake kumbe malaika wa Yakobo walibaki wametulia tu. Kwa nini? Kwa sababu kanisa halikuomba. Nenda kawaulize kina Paulo na Sila, walifanya ibada, waliomba, walikuwa wanasifu, malaika wakavunja, milango ikafunguka, minyororo ikakatika. Bwana Yesu atusaidie sana. Manake katika ulimwengu wa roho kuna malaika ambao wametumwa kwa ajili ya kufanya kazi zako kupitia maombi ambayo unayaomba. Okay, sawa. Katika mafundisho tuko nayo sasa hivi ni kwamba umechoka kuomba, hali yako sio nzuri. Lakini amini kile ambacho unakishare madhabahuni, ambacho unatutumia madhabahuni. Ni kweli hali yako imechoka, lakini usipoteze imani. Poteza nguvu za kuomba. Ni kweli unaweza ukapoteza nguvu za kuomba, lakini usipoteze imani. Bwana Yesu atusaidie sana. Usipoteze imani, kwa sababu Mungu hajibu kwa kuomba kwako pekee. Mungu anajibu kwa imani inayopatikana kwenye maombi unayoyaomba. Mungu atusaidie nisije nikaenda ndani zaidi. Naweza nikakupoteza. Mungu anachokijibu sio tu maombi unayoyaomba peke yake. Anachokijibu Mungu ni imani inayopatikana kwenye maombi unayoyaomba. Unapoomba unaona nini? Nenda kwenye Yeremia 1:12 nadhani. Yeremia 1:12. Vile ambavyo Mungu anajaribu kuzungumza na Yeremia, anamwambia umeona vyema kwa sababu natazama neno langu, umeona vyema. Manake unapoomba unaona nini?
Unapoomba unaona nini? Kwa sababu ni kitu ambacho lazima uelewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unapoomba na unaona matokeo ya maombi unayoyaomba, manake unaweka urahisi katika majibu ambayo unatakiwa kujibiwa. Sasa uko kwenye somo la maombi na imani, tutaendelea pia kwenye ibada zingine ambazo zinaendelea, kwa sababu mambo ni mengi sana, lakini nilitaka nikuonyeshe namna ambavyo malaika wanafanya kazi kupitia maombi ambayo tunayaomba. Kwa hiyo usije ukapoteza tumaini. Ni kweli umechoka, ni kweli hali yako ngumu, ndoa imeharibika, mambo yamevurugika, kazini biashara haziendi, kila kitu hakipo sawa kwenye maisha yako. Usipoteze tumaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Usipoteze tumaini. Kuna mtu akanitafuta, akanifuata muda mchache uliopita sasa hivi, akaniambia mtumishi, nimefunga kitu alinishangaza sana. Akaniambia mtumishi, nimefunga siku 40 ndo nimemaliza. Yaani kamaliza kufunga siku 40. Sio kama unaelewa. Nikamwambia umefunga siku 40, ulikuwa unahitaji nini? Yaani alikuwa ana jambo gani? Si kama unaelewa ninachokizungumza. Kwa sababu anasema nimemaliza kufunga siku 40 lakini hali bado sio nzuri. Mapito yanaumiza, moyo unauma. Na mtu umefunga siku 40, maana yake unaweza ukaelewa tu motive behind ya kufunga ilikuwa ni nini. Mungu hawezi kukuruhusu ukafunga siku 40 alafu eti unamaliza tu mfungo unasema hali bado sio nzuri, mapito. Yaani kwa sababu unachokikiri ndo kinachotokea. Umejishindisha njaa kwa siku 40. Unamaliza mfungo unabaki unasema hali si nzuri. Au ulitegemea ukimaliza tu siku ya 40 41 Mungu ajibu? Mungu si anajibu kutokana na muda wake, na Mungu anajibu kutokana na kile unachokiomba kinahitaji muda gani wa kutengenezwa. Mambo ya kiroho tujitahidi sana kuyaelewa. Haiwezekani unamaliza mfungo unasema wa siku 40 alafu nimemaliza mfungo wa siku 40 hali sio nzuri, mapito bado yanaumiza. Naomba Mungu anionekanie na mimi, ndoa yangu si kitu gani, si kazi, si vitu gani, na umemaliza siku 40. Kwa nini ulifunga siku 40? Ulikuwa unataka nini kwenye siku 40? Na unamaliza tu bado unaanza kukiri udhaifu. Biblia iko wazi inasema utakula matunda ya kinywa chako. Manake umepoteza muda, umejishindisha njaa mwenyewe na hali itaendelea kuwa mbaya kwako. We have to change, watu wa Mungu. Tubadilishe mitazamo yetu. Tubadilishe mitazamo yetu. Nataka nizidi kukufundisha kwa habari ya malaika ambao unatakiwa kuwatuma unapoingia kwenye maombi, malaika ambao unatakiwa kuwatuma. Na kwenye somo linalofuata nikikufundisha malaika ambao tunatakiwa kuwatuma na kuwatumikisha kwenye maombi yetu, nitajaribu kukuonyesha namna ambavyo unapaswa kuomba ili malaika wakuelewe, na vitu ambavyo unatakiwa kuact ili malaika wakuelewe na wayabebe maombi yako wakayafanyie kazi. Hii ni kwenye ibada inayofuata. Mimi naitwa Pastor Innocent Mashauri. Namba ya madhabahuni ni 0758 78804. Unapiga simu ama unatuma message ama voice note na tunaendelea kusaidiana kwa ukaribu kabisa. Na haya ni maarifa ya kimungu kupitia madhabahu ya Siri za Biblia. Usikose kwenye ibada inayofuata. Mungu akutunze na nikutakia wakati mwema kwa sasa. Shalom.